Kichwa cha somo la leo kinasema sisi ni mabalozi au ambassadors wa Yesu. Sisi ni mabalozi au ambassadors wa Kristo. Hii ni sehemu ya 3 ya kitabu cha Wakorinto wa pili. Sehemu ya 3 ya Wakorinto wa pili ule mlango wa 5. Mlango wa 5 tulianza wiki kadhaa zilizopita. Sehemu ya kwanza kama kukukumbusha tu tuliona habari za arabuni ya roho. Kwamba kwa lugha ya King James tunasema neno earnest. Kwamba Mungu ametununua, ametukomboa. Tunasema tumenunuliwa sio kwa bei yetu, hatukujinunua. Ametukomboa ni kama ameenda akatutoa mahakamani au akatutoa gerezani. Lakini akatanguliza arabuni ya roho. Arabuni ni nini? Ni malipo ya awali. Kabla hujanunua kitu chochote, labda nyumba labda milioni 20 au 50 sio vyote vile. Ukawa huna uwezo ukalipa, sio huna uwezo, Mungu sio maana uwezo, lakini ukatangulia mpango wake, akatanguliza arabuni au malipo ya awali, akatupa roho wake akakaa ndani yetu. Na tukampata kwa jinsi ya Kristo. Kwa hiyo nafsi mbili za Mungu zikakutana na sisi. Macho yakamwona Kristo, neno la Mungu tunaliona ndio Kristo, na roho wa Mungu anakaa ndani. Lakini Biblia inasema macho yetu haya hayana uwezo wa kumwona Mungu Baba, kwa sababu ni macho machafu. Kwa hiyo bado hatujakamilika mpaka tutakapovua hii damu na nyama. Biblia inasema katika kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 50, anasema 51, anasema damu na nyama haziwezi kaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo hii sehemu hiyo ya kwanza hiyo tuliyoipata ndio kipande cha mbinguni, ndio malipo ya mbinguni. Biblia inasema atakuja kutufanyia ukombozi kamilifu, yani ni kama anakuja kumiliki kabisa tutakapokuwa tumeshavua hii miili inayoharibika na kuvalishwa ile miili inaweza kusimama mbele ya Baba wakaelewana. Miili ya utukufu, Biblia ya King James inatumia neno glorified bodies au miili iliyotukuzwa. Leo hii hata huu mwili ufanyeje? Hata kama ungekuwa unalala unasoma Biblia na kuamka unasoma na nini, bado huu mwili Biblia inasema haiwezi kumpendeza Mungu. Kila itopo leo lazima tutakaswe. Lazima tutakaswe kwa sababu jinsi tunaendelea kuchafuka. Hivi ngoja niulize. Mtu akiwa ameoga, uchafu unakuwa umeisha bado? Hakuna sehemu inayobaki imechafuka. Je, huyo mtu unaweza kumlinganisha na mtu ambaye ametoka kugaagaa kwenye matope? Hapana, kwenye matope ni mchafu zaidi. Lakini hata kwenye shuka lile utalitupa, huwezi kulifua tena. Lakini vile mbele za Mungu ni kama watu waliooga, tunaoga neno la Mungu fanya nyingine bado tuna uchafu. Na ule uchafu mbele za Mungu bado hautoshi kutupa haki 100 kwa 100. Kwa hiyo tunatafuta ni kama mtoto aliyefaulu Tanzania nzima kwa kwanza anakuwa amepata max 1000 kwa 1000. Kuna max nyingi kazi yake. Mbele za Mungu huwezi kuacha hata max 1 ukahesabiwa mbele haki mbele za Baba. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 5, arabuni ya roho au tangulizo wa malipo ya awali, earnest of our purchases. Alafu wiki iliyopita tukaona thawabu, kiti cha hukumu cha Kristo au kiti cha thawabu cha Kristo. Ile tulisoma katika mlango wa 5 mstari mmoja tu, ulikuwa mstari wa 10. Kwa hiyo tulihubiri mstari mmoja tu. Kwa muda wa risali moja. Leo tutahubiri mistari mingi kwa pamoja, tunatoka na vyote vimeshikana. Hem jiulize kwamba tumepata arabuni ya roho. Tukanunuliwa na Kristo, tukaitwa wana wa Mungu hata kama ni wakosefu kiasi gani kwenye hii miili. Lakini bado majina yetu yameandikwa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Luka 10 walipokuwa wamerudi kuhubiri, ameshawapa nguvu. Wakamwambia Bwana tumemwona, anasema mpaka mapepo yanatutii. Yaani kama wanataka kuonyesha jinsi ambavyo wamefika, yaani wana kima cha mbinguni labda. Anasema hiyo mamlaka nimewapa mimi, nimewapa mamlaka yote. Lakini anawaambia msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo majina yameandikwa mbinguni haina maana kwamba ndio tumeshakuwa watakatifu wasio na dhambi yoyote ile. Dhambi bado tu. Lakini tunapambana kile itopo. Tunapambana ndiko kujitwisha misalaba yetu. Misalaba mingine ni kuishinda dhambi. Kwa hiyo tukaona hayo masomo mawili, arabuni ya roho na somo la pili la wiki iliyopita mstari ule wa 10 tukaona thawabu au kiti cha thawabu au kiti cha hukumu cha Kristo ambacho kile tunachokifanya. Mfano tuliotoa ulikuwa ni nini? Ni kumpa
mtu wa Mungu au mtu yote mwenye uhitaji kwa jina la Yesu, hata kikombe cha maji cha baridi, anasema kwamba hicho tu peke yake ile thawabu nitailipa, haiwezi kusahauliwa. Kwa hiyo kuna mambo tunatakiwa, na tukatumia Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 tulipoona kwamba ni tunajenga nini katika ufalme wa mbinguni. Wewe uulize. Leo hii unasema katika sehemu nyingi wanadamu wa Kristo badala ya kujenga ufalme wa Mungu wanaubomoa. Mtu ni Mkristo anapotembea na mangongo yake na makalio yako nje, anaubomoa ufalme wa mbinguni. Hakika kabisa. Anaubomoa. Sema hauwezi kubomoka kwa sababu una nguvu, ni ufalme wa wafalme, lakini anaudhoofisha. Kuna watu anawafungia milango. Yesu Kristo aliwaambia Mafarisayo, akasema ninyi mnasimama mlangoni, mnazuia watu, ninyi wenyewe hamuingii, alafu na wanaotaka kuingia hamwaruhusu wakaingia. Huyo mtu haubomoe ufalme wa mbinguni, haleti kikwazo. Sehemu nyingine anasema makwazo hayana budi kuja, huko mlango wa 17. Lakini ole wake ambaye atakuja kwa ajili yake. Hebu ngoja nikuulize Mkristo, labda tuhame kidogo. Tutarudi kwenye hili somo. Hebu tuangalie maisha yetu kwa kadiri tunavyoweza. Hatuwezi kuwa kikwazo cha ufalme wa mbinguni. Nini? Kauli zetu vipi? Uongo wa mdomoni je? Na kadhalika. Kwa hiyo tunapoenda katika sehemu ya 3 ambayo tumeona kitu chake ni mabarozi. Barozi mzuri anafanya kazi ile aliyotumwa. Maana unaweza kuwa na barozi ni mwakilishi. Hivi uko na mwakilishi wako akaenda akafanya vitu ambavyo hutaki wewe, atakuwa anakusaidia, atakuwa anakuharibia. Nafikiri hapa tuna wakili. Ukienda umetumwa ukawakilisha mtu kwenye kesi, wewe ukaona sema vitu ambavyo vitamfungisha, vitamfanya afunge, tutakuwa unamaliza. Amina. Lazima tuwe mawakili halisi wa Kristo, tufanye ambayo Kristo atutuma. Kristo hajatuma Mkristo kuvaa nusu uchi hata kidogo. Kristo hajatuma Mkristo kuwa mbea, kuwa mchonganishi, kuwa mdhurumati, mtu wa kudhurumu. Hivyo vitu vyote ni vikwazo katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tuwe mabarozi sahihi. Leo tutaona vipengele vingi ndani ya huo barozi au hizo au ambassador. Kipengele cha kwanza kinasema utumishi wenye kumtukuza Bwana au Kristo. Makristo yote yule lazima akupe, na uliyempa abebe biashara shughuli yako lazima akupe nafasi ya kukuinua, akufanikisha. Lazima kumfanikisha Mungu wetu. Leo hii Wakristo wamebaki na kusali mdomoni tu maneno 1000 ndio kazi yao. Wamemaliza. Vipi wewe ni mama unazaa watoto, una uhakika wale watoto wako wana miaka 7, 10, una uhakika wanamjua Kristo? Achana kwenda kanisani au achana kama wanaona Biblia, lakini wamelikiri jina la Yesu Kristo. Wewe ni baba, familia yako inamjua Mungu. Kazi ya baba. Leo hii baba wengi kazi yao ni mipira. Unakuta anajua kulipia tu DStv kifurushi cha 100 na ngapi sio. Hela nyingi sana. Anakuwa anatoka ligi ya Uingereza, anahamia ya Jerumani, anatoka na mipira mingi. Ndio, na kulisha nyumba basi. Pana. Na kipengele cha pili kinasema mabarozi wa Kristo wenyewe. Maana kwanza kwa tunaona utumishi wetu uweze, ni kama ubarozi wetu uwe mzuri, utimize makusudi ya kuwa barozi, kuchaguliwa kuwa barozi mwakilishi. Lakini na habari za ubarozi wetu ni hoja moja kimsingi. Kwa maana tutaona utofauti kidogo, lakini wote unajenga hoja moja kwamba sisi ni wakilishi wa Kristo. Tuende katika vile vipengele. Kipengele cha kwanza ndio hicho kinasema utumishi wetu uwe kwa ajili ya Bwana na sio kwa ajili yetu wenyewe. Ngoja nikuulize swali wewe ulioko hapa tu. Wakati mwingine unaweza kujibu au ukatafakari. Angalia imani za Kikristo zinavyoenda. Unakuta mtu ana kanisa lake au labda ni mchungaji tu yuko ndani ya makanisa makubwa ambayo yameenea kila sehemu. Ukiangalia kabisa huduma inayoendelea pale ni kama inalenga kumfanikisha yule mwenye kumiliki, na wakati mwingine ana bodi yake.
na familia yake, labda na mwingine unakuta ameshamchagua na mke wake ameshakuwa ndo mtumishi mwenzake. Yaani unakuta ni family business. Lakini neno la Mungu linahubiriwa. Lakini utakatifu unahubiriwa. Lakini kuna makanisa mengi unakuta ni kwa mchungaji fulani anayejulikana ni fulani. Ni mtu. Yaani uwezo kusikia hata ni kwa Kristo. Paulo anasema sehemu nyingi kwenye kitabu hiki lakini mlango wa 7 anasema kama vile hatujulikani. Yaani kana kwamba hatujulikani. Tupo tunatumika, kinachoonekana ni ule utumishi wetu kwa Kristo. Sikiliza vizuri ujumbe tunaoondoka nao kwenye hili eneo. Utumishi wetu, Ukristo wetu uwe ndio kinara, ndicho kinachoonekana zaidi kuliko sifa zetu sisi kama sisi mmoja mmoja. Kuna mtu mwingine unakuta fulani ndio anajua kuomba sana. Hapo kinachojulikana ni yale maombi aliyoomba au ni sifa yake eti ni muombaji. Kwa hiyo Yesu alifika sehemu fulani wakataka kumkamata umfanye mfalme. Soma katika Mathayo 10. Marko mlango wa ngapi? Nafikiri wa 7 wa 5 hapo katika. Akakataa, akajificha katoka katikati yao. Wanadamu vile vile watataka wakutukuze. Usikubali kutukuzwa na wanadamu. Petro alipofika kwa Kornelio mlango wa 10 wa kitabu cha Matendo ya Mitume, Kornelio akataka kumwabudu na kumuinamia na kumlamba miguu. Leo hii wanalambana miguu, wanabusu pete. Petro akamshika mkono akasema inuka. Mimi ni kama wewe. Wote tuna matatizo sasa. Sema tu kuna huduma nimepewa niilete sio hapa. Kwa hiyo utumishi wetu, Kristo wetu, maisha yetu, utumishi sio lazima nitaeleza leo, labda ni somo la leo baadaye. Utumishi sio kusimama kwenye madhabahu. Utumishi ni ule ukamilifu wa maisha yetu ya Ukristo ya kila wakati. Nini tunachokisema? Nani tunamwambia ujumbe wa Kristo? Ni mienendo yetu. Tuliona sehemu nyingine kwenye kitabu hiki kwamba sisi ni barua. Kwamba mtu hata toka, kuna watu hatakaa wasome Biblia, lakini wanakusoma wewe, wananisoma mimi. Wakiona tu wanasema kumbe Mkristo, kumbe yule ndio Mkristo. Hasomi upendo katika Biblia, anasoma upendo katika mimi na wewe. Ndipo anapouona. Na swali nalouliza, huyu aliyejifunika vizuri mwili wake haonyeshi maungo yake, Muislamu kwa mfano, atakapoona huyu anayetembea nusu uchi, atasema nataka niende kwa Kristo kuwa nusu uchi kama yeye? Hata siku moja. Hawezi. Akienda naye atakuwa mpotofu. Hapo unakuta mtu uvaji wetu sio ubalozi mzuri kabisa katika Kristo. Tuende sasa katika ile mstari. Mstari wa 11 anasema. Tulipoanzia hapa. Basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu, nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Paulo anambia wa Korinto, ananiambia mimi na wewe leo hii na dunia nzima, anasema kuna hofu inayotokana na Kristo. Huu mstari anaanza na neno basi. Basi ni kiunganishi. Ni uwezo kuanza na neno basi. Katika kuongea lazima kutoka kingine tushatokea. Alikuwa anaunganisha na hoja za wiki iliyopita tulizoziona alipoongelea kiti cha hukumu cha Kristo ambacho tulisema ni kiti cha thawabu cha Kristo. Kwamba mambo tunayofanya, maisha yetu ya Ukristo wetu utapimwa, sehemu nyingine nasema utapimwa kwa moto, kama ni dhahabu au fedha au vitu vya thamani au ni majani na manyasi. Anasema hali hiyo ya kwamba kazi yetu itapimwa. Hivi wewe niulize, watoto waliosoma shule au wanaosoma shule au mliopitia shuleni, ukishaambiwa kwamba kuna mtihani, hiyo ndio hukumu, kukata maneno. Nani anaweza, nani hawezi? Nani mtegeaji, nani si mtegeaji? Ule mtihani ukishatangazwa mnaanza kucheka, mnafurahi, ya safi kabisa. Iko safi. Au mnaanza kidogo kupani.
wa kuugua anaanza kuugua, wa kukimbia hospitali kwenda kuomba kakaratasi. Mtihani uko kesho, nilikuwa sijajiandaa. Nasema niandikie kakaratasi, uniandikie kwamba nilikuwa nimelazwa wiki nzima. Unao ni ushenzi. Kwa nini? Ndio anasema basi tukijua hofu ya Bwana. Kuna hofu. Tunaposimama mbele ya Kristo, lazima wewe mwambie Kristo mzuri ana hofu ya Mungu. Kristo mzuri ana hofu ya Mungu. Anasema kwa sababu tukijua hofu ya Bwana tuwavuta wanadamu. Kuwavuta wanadamu ni nini? Ni kuwaita katika nuru ya Kristo, kutoa katika giza. Paulo anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 26 alipokuwa anatoa ushuhuda wake kwa mara ya mwisho. Nafikiri alikuwa mbele ya mfalme Agripa na Festo. Akamwambia akasema mimi bwana nilipokuwa naenda Dameski akawapa hizo taarifa. Alikuwa anasema kwa mara ya tatu. Anasema nikapewa ujumbe kwamba niwatoe watu katika giza niwalete katika nuru ya Kristo. Anasema basi mfalme sikuweza kuyakaidi maneno makubwa kama hayo kutoka mbinguni. Nisingeweza kuyakaidi. Ilibidi nianze kufanya hiyo kazi mpaka mnaniona nimefungwa. Hivi mnavyoniona nimefungwa ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya ule ujumbe niliopewa. Ili ni lazima niweze kuutimiza ule ujumbe. Basi tunaona kwamba kuna hofu ya Mungu. Kuna hofu ya Mungu katika na maisha yetu lazima iwe na kahofu kama Mungu. Yaani lazima yamechanganywa, kuna upendo wa Mungu na hofu ya Mungu hapa. Lazima tuwe na hofu ya Mungu. Na tulishawahi kufundisha somo la hofu ya Mungu mnakumbuka. Lazima tunawavuta wanadamu. Tunawavuta wanadamu. Kuwavuta wanadamu ni nini? Ni kwa hapa habari za Yesu Kristo. Tusome kutoka katika kitabu cha Yuda mlango wa kwanza mstari 22. Yuda 1:22. Yuda 1:22 anasema hivi. Wahurumieni wengine walio na shaka. Wewe mtu anaenda kwa Kristo haendi na mashaka. Na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. Hapa alikuwa haongelea ile moto wa kuni wa kawaida. Ni katika ile hali ya hukumu na dhambi na kutengwa na kweli ya Mungu. Kwa kuwanyakua ndiko kuwavuta huko, ndiko kuwaopoa. Ndiko kutoa injili. Ndio haya mahubiri tunayotoa tukimaliza hapa tunayarusha ikusudiwa. Tungeweza kukaa nayo tu sisi wenyewe akatusaidia. Lakini tukitoka hapa ujumbe wote lazima tuupeleke. Wanadamu huko wanakoona biashara za mtandaoni, huko wanakoona tamaa za mtandaoni, huko waone na ujumbe wa Kristo. Wahurumieni wengine walio na shaka na wengine wakoeni kwa kuwanyakua katika moto na wengine wahurumieni kwa hofu. Ndio hofu ya Mungu. Unaona kwamba neno la Mungu linasema kitu kimoja. Mkilichukia hata vazi lililotiwa na uchafu na wa mwili. Anasema wakati tuko tunawaokoa wengine, tunawapa ujumbe wa Mungu na sisi wenyewe tujiangalie kwamba unajua wakati mwingine mimi nimeshakutana kuna watu wengine anataka mwanze kuhubiriana injili. Wewe unamhubiri kweli na yeye anakuhubiri kweli yake. Usipokuwa makini anaweza kukupotosha. Na ukijikuta ni kama unamvuta naye anakuvuta baadaye usipokuwa umekaa imara unavutwa na yeye. Wewe mimi nikupe ujumbe mwingine. Ukiwa na neno la Mungu ukijikuta hujawa na nguvu vizuri usiende kwenye mjadala katika baadhi ya maneno ya watu. Anakuambia ni neno la Mungu. Hapana, unaweza kujikuta ndiko ulikovutwa. Hata mimi wenyewe na maneno yote haya mnayoona na yanena. Sio kila mtu nampa muda wa kuanza kunipa injili yake. Kweli kabisa. Unaiona mtu anaanza anakuambia kwamba mjadiliane lakini hoja yake ya kwanza anakuambia Yesu sio Mungu. Mtaanzia wapi? Hakuna cha Utatu Mtakatifu. Huyo mtu mtakaa kweli mjadiliane. Usipokuwa makini atakuvuta kule. Na mara nyingi kwa uzoefu wangu mjadala wa kiimani huwa hauna faida. Kwa nini? Ni mawili. Ama kweli inahubiriwa, inapokelewa. Lakini ikishaanza kusema kwamba kuna Kristo ana kweli moja tu. Ukishaona wote mnasema mimi namwamini Kristo na yeye anamwamini Kristo alafu mko mnabishana hoja.
za Kristo, ujue hapo kuna matatizo. Sana sana mnachoweza kuwa mnafanya kama mnajadiliana, mwe mnaongezeana uelewa. Wote mnaongea hambishani, na ubishani wakati mwingine sio mbaya moja kwa moja, lakini ulio mwingi hauna tija. Kabisa. Hauna tija. Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kuja kwangu, neno la Mungu nasema kwa kuja kwa Bwana asipovutwa na Mungu. Kama kuna mtu ambaye kweli analitafuta kweli, ukimpa neno kama alikuwa na hoja zake zisizoeleweka, atatulia, atajua kwamba hapa ndiko navutwa. Sio tunaongelea habari za kuvuta. Tunaongelea habari za kuvuta. Nani anasikia maneno? Anasema basi tukijua hofu ya mtu wavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa. Anasema tunavuta wanadamu ni kwamba sio kwamba ni kwa hoja za kusimama kwetu, hapana. Ni kwamba tumedhihirishwa, yani ni kwamba tunayoyanena, tunayotenda yana kibali cha Bwana. Yana kibali cha Bwana. Wewe mtu akisimama hapa kaanza kuambia jinsi unavyotakiwa kuishika sabato, ujue hajadhihirishwa na Kristo. Hayuko katika ile kundi. Atasema ndio, lakini atakuwa hakwambii ukweli wa Kristo. Hajadhihirishwa na Mungu, amesimama kwa kujikinai mwenyewe. Anasema nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa. Anasema wakati niko nakuhubirieni kwa Mungu nimepata kibali, nategemea na kwenu ndio nimepata kibali. Hakuna kitu kibaya kama kuhubiria watu ambao hawajakupa kibali. Hata kama ukihubiri kweli kiasi gani, utakuwa kama vile unatetereka. Lakini imetupasa kuhubiri. Mungu anamwambia Ezekiel, anasema wakubali wasikubali wewe waambie kweli. Ingependeza iwapo tukidhihirishwa mbele za Kristo na mbele za wanadamu, lakini ikitokea wanadamu hajakudhihirisha, anasema sema tukiona hawaelewi, basi iambie milima. Ibaki na kumbukumbu kwamba hili neno lilisemwa. Mstari wa 12 anasema maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Anasema sisi hatuko hapa kwa ajili ya kutafuta sifa. Anasema ikitulazimu hata mkituita kwamba Paulo anasema sehemu nyingine anasema yule mtu hajui kuhubiri. Anasema hata kama maneno yangu hayajapangwa vizuri, sijui kuongea vizuri, lakini kwa maarifa sipungukiwi. Sipungukiwi maarifa. Wewe inawezekana hatujui kuimba vizuri hapa. Inawezekana hatuna huduma nyingine kubwa na maonyesho na nini, labda mavazi na majengo mazuri, lakini ninapokuja kweli ya Mungu tunayo. Na hapo ndipo tulipoitiwa. Na hapo ndipo tulipoitiwa. Mstari ule wa 12. Twende haraka kidogo. Naona kama muda unaniacha. Maana anasema hatujisifu wenyewe. Anaongelea habari za watu wanabeba neno la Mungu huku wakiwa wanatafuta na sifa za wanadamu. Amjaye kuona? Anatakiwa aitwe, ikiwezekana mpe sifa za kwanza kwamba huyu ndiye nabii anayewazidi wote mkubwa. Huyu ndiye anaweza kaja peke yake akatoa daraja sijui la nini, wengine wako chini. Hii dhambi anatoa mpaka upeleke kwa papa ndo anaitoa tu peke yake. Hamjawahi kusikia dini za namna hii? Za ajabu kabisa. Bwana anasema sisi hata kama hatujulikani majina, ili mradi tu anajulikana ni Kristo. Yohana Mbatizaji walitaka kumchonganisha na Yesu, wakamwambia kwenye Yohana 3 pale mwishoni. Anamwambia yule mtu uliyembatiza yule, wewe si ndio umebatiza, umempa na heshima na nini? Sasa hizi yuko anabatiza watu wengi kuliko hata wewe, yani ameshakuwa maarufu kupita. Wanamwambia. Lakini Biblia inasema yeye mwenyewe alikuwa abatizi. Yesu alikuwa abatizi. Kuonyesha kwamba wokovu sio sehemu. Yesu alikuja kuokoa, hakuja kuokoa. Lakini hakuja kubatiza. Hakubatiza mtu. Kutaka kutukumbusha kwamba ubatizo sio sehemu ya wokovu. Lazima nikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, lakini hakubatiza mtu hata mmoja.
Watu wanawaambia usipobatizwa hujaokoka. Anakosa hata logic kidogo. Watu wakataka kumchonganisha Yohana Mbatizaji na Yesu. Wakasema yule mtu uliyembatiza juzi tayari ashakupita. Anasema mimi sasa ndo furaha yangu imetimia. Yaani nilikuwa nakitafuta hicho. Yeye ainuke mimi nipungue. Wewe leo Wakristo na dini zao na wachungaji wao na wakuu wao wameinuka juu na majina yao ni makubwa, ni wachungaji wakubwa, ni reverend, ni muhashamu, ni mheshimiwa, ni baba mtakatifu. Kristo yuko kwenye mavumbi ya miguu yao, wanamkanyaga chini. Na injili yake. Lazima maneno tuyaseme. Mstari wa 10 na ningezo kusema maneno mengi kwenye mistari. Tuone mstari wa 13. Anasema maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Anasema vyovyote itakavyokuwa. Inawezekana wakati tunahubiri tukaonekana tumerukwa na akili. Wakati mwingine tukihubiri anasema yule jamaa napiga kelele. Wakati mwingine anakuwa anakimbizana na muda. Nina hoja nyingi sana za kusema. Anasema kama itaonekana tumerukwa na akili tunavyofanya kama tumekuwa, anasema Paulo alifika sehemu fulani wakamwambia wao akina Festo hapa na mfalme Agripa kwenye mlango wa 26. Wakasema hivi Paulo umerukwa na akili? Kusema kweli kumjua sana Mungu kwako umekufanya mpaka kama unakuwa chizi fulani. Sema Paulo mimi anasema mfalme mimi sio chizi wala sijarukwa na akili. Ngoma tu hamjanielewa. Of course machizi wapo. Jana tusijuzi tukutana na katoto kachizi pale hospitali mjini. Ndio kachizi kweli kweli. Lakini kama pendeza kama wapi. Lakini hatusemi hiyo. Paulo anasema iwapo tumerukwa na akili, mstari wa 13. Kama ni kurukwa na akili, kama ni tuko sahihi wote vile ni kwa ajili ya faida zenu. Kama tutahubiri wakati mwingine kwa ukali au wakati mwingine kwa msitizo kupitiliza ni kwa ajili ya faida ya roho zetu. Mstari wa 14. Sema maana upendo wa Kristo watubidiisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote basi walikufa wote. Mstari wa 15 tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasio hai tena kwa ajili ya maisha yao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Ni maneno mengi kwa pamoja lakini ngoja niyafafanue. Anasema upendo, mstari wa 14, upendo wa Kristo watubidiisha. Yaani kile kitendo cha Yesu Kristo kuipenda, Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Ule upendo mkubwa. Anasema hakuna upendo ulio mkuu kupita huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa ajili ya watu wengine. Huu ni upendo wake. Anasema hilo pendo la Kristo kuacha uungu wake akaja kadhalilika akauawa. Biblia inasema akakaa jehanamu kwa kulipa jehanamu yangu na kwako kwa siku 3 mchana na usiku. Anasema hiyo hali hiyo upendo ndio unaotubidiisha tusipungue moto. Unatubidiisha. Ngoja nikuulize wewe Mkristo unanisikiliza. Na mimi mwenyewe najiuliza swali lile. Ni nini kinachotubidiisha katika maisha yetu? Kwa sababu kuna Mkristo mwingine usipotafuta kitu cha kukubidiisha, kukuhimiza, unaweza kujikuta kesho unashotwa mambo ya Mungu umeweka pembeni na hasa dunia. Shetani naye yuko macho. Shetani akikuona hurudi nyuma umesimama huko uthabiti. Lazima utatafuta kitu fulani cha kukata speed. Ni nini wewe mwambie ibada, kusanyiko la kiibada kama hili lazima likubidiishe. Na wote mnaweza mkubaliana na mimi mnaweza kujikuta nguvu imeisha na nini lakini ukija kwenye ibada nguvu inaendelea kuwa imeisha. Una regain na changamka tena. Neno la Mungu tunalosoma majumbani mwetu lile la baba kama upo ama kama ndiye mwenye mamlaka pale wote vile kama baba labda yupo au wote yule mkubwa pale wasomee watu wako neno la Mungu jifunze ulihubiri na Mungu atakupa hiyo nguvu uweze kuhubiri. Hivyo vinatubidiisha. Lakini vile vile anapokuwa anaviongelea hapa ni watu wanaopotea. Watu wanaopotea. Hakuna kitu kinachoniuma wakati mwingine kuona jinsi nchi kama Tanzania kuna amani, watu kuna maendeleo, vitu leo hivi lakini kumjua Kristo kuna kufa na
kufifia kila siku, kinachotokea kila siku ni maonyesho tu ya Ukristo. Hivyo vinatubidiisha. Pendo wa Mungu atubidiisha, pendo wa Kristo. Anasema anasema anaunganisha na hoja nyingine zimeshikana hapo. Anasema kwa sababu mmoja alikufa kwa ajili ya wote na wale wote ili kusudi waishi. Kristo anakufa ili kusudi sisi tuishi. Anasema na basi kule kama tukiishi wote kwa sababu mmoja aliyekufa ambaye ni Kristo, tusiishi tena kwa ajili ya maisha yetu, tuishi kwa ajili ya huyo aliyekufa kwa ajili yetu na sisi tuishi kwa ajili yake. Yeye kafa kwa ajili yangu na wewe, si ndio? Mimi na wewe tunapoishi tuishi kwa ajili yake na yeye. Tunapeana. Amen. Hii ni kanuni nzuri pia hata katika maisha. Ndicho mzazi na mtoto wake wanatakiwa wafanye. Huyu anamtendea fulani mambo katika utoto wake na yeye baadaye uzeeni kuna kitu anaweza kumrudishia. Kwamba Kristo katufia tukawa hai, basi uhai wetu tumpe yeye. Ndio sio? Ndicho anachosema. Ndicho anachosema. Kwenye mstari ule wa 15 na 10 na 14 na 15. Pendo wa Kristo. Lakini leo hii ni nini kinahubiriwa kwenye makanisa ya makanisa ya wanadamu? Pesa. Pesa inabeba uzito mkubwa sana. Sio upendo wa Kristo. Sio ule wokovu. Unaweza naamini kwenye makanisa yanajiita wokovu, neno wokovu linaweza likakaa mwezi mzima halijaguswa. Hebu ongelea pesa. Wanaanza na vitabu vya madeni, vitabu vya ujenzi, vitabu vya nini, kuna vitabu vinafunguliwa vya fedha. Pesa ya dunia yawabidiisha. Ni kweli sio kweli? Umaarufu wao binafsi unawabidiisha. Niko hapa malengo yetu tuweze kufikia 1000. Haijalishi kama wana neno la Mungu wana neno la Mungu. Vitu vingine vitu vingine vinawabidiisha. Toka sasa katika makanisa nenda katika familia. Katika familia vitu vinavyowabidiisha ni nini? Burudani. Vitu kama hivyo. Wewe muulize ni kitu gani kinachokubidiisha? Kitafute na sio lazima kiwe kimoja. Of course lazima kijengwe juu ya neno la Mungu. Wewe hii ni kweli huwezi ukaipinga. Unaweza kama kukataa kuisikia, sio semi kwa nini mliokuwa pale huko duniani. Na itakaa huko kwenye mtandao kwa muda mrefu. Wataipinga, utafanya nini? I don't care. Yesu aliwaambia wanafunzi wake akasema, iwapo walisikia neno langu wakalipokea na kwenu watalisikia kirahisi. Neno la Kristo halikusikiwa kwa wepesi. Yeye mwenyewe akinena kwa kinywa chake. Lakini kweli taendelea kuwa kweli. Tuombe tu Mungu uweze kukaa huko iweze kufikia wanadamu wengi watakaochagua wachague. Hebu tuende kwenye mstari wa 16 anasema hivi. Hata limekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Bwana anasema nini mstari kidogo unaweza ukaona haueleweki. Lakini wewe ni usome pia kwenye King James. So wherefore henceforth know we no man after the flesh, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Hayo kwamba maisha yetu, huduma yetu ya imani haikujengwa juu ya miili ya wanadamu. Vitu vile tunavyoviona. Anasema hata Kristo mwenyewe hayupo tena machoni petu kwa macho ya nyama, kwa mwili wa damu na nyama. Anasema lakini kuto kwamba Kristo hayupo katika macho ya nyama,
bado hakutunyimi kumhubiri Kristo mfufuka kama vile tuko naye leo hii. Yesu anasema tazama niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari. Lakini hatumuoni kwa jinsi ya macho ya nyama. Alikuwa anatukumbusha kwamba imani yetu isijengwe juu ya vitu tunavyoviona. Ukubwa wa kanisa, uzuri wa rangi, sije mazingira. Unaenda kwenye kanisa unakuta watu wamepaka unafikiri labda hapa ni uwanja wa ndege au ni wapi? Magari mengi. Yamena mpaka. Kuna wengine walikuwa wanapaki hapo baada ya baba lao kufa la Nigeria hapo nyuma. Wametawanyika hawapo tena. Walikuwa wamejengwa juu ya mwanadamu. Kulikuwa kuna magari mengi mnakumbuka? Ndio mnakumbuka? Mnayaona? Alipokufa mwaka 2021 kwenye corona. Si alikuwa amepanda juu kwenda kuombea corona yule wanaje. Nao wakapotea hapo. Of course makanisa huwa yanakufa. Sawa, na shetani yuko kazini. Hata Yesu aliambia kwenye yale makanisa 7 yale. Anasema angalia imarisha vitu vivyo ambavyo vimesalia vinaelekea kufa. Weka nguvu tena. Chochea huu moto unazimika huo. Lakini kile kitendo cha kwamba Mungu wenu anakufa huko Nigeria, wiki inayofuata mnakufa wote, mnapotea, mnafunga milango, mnaondoka. Kwa kweli unajua kabisa kwamba hapa hakuna hapa huyo sio Kristo. Paulo anasema hata kama hatumuoni Kristo, hatumuoni tena kwa macho, lakini neno lake, imani yake ndipo inaendelea kutimua moto. Ndicho anachosema kwenye mstari wa 16. Au hatukuelewana? Mstari wa 17. Kwa nione kama kuna kitu kingine cha kinahitaji kufafanuliwa hapa. Lakini vile vile tunaona hoja nyingine kwamba tusipotambua watu kwa jinsi ya nini? Ya vinavyoonekana. Anasema kwenye mlango uliopita, mlango wa 4 tunaona mstari wa 18 anasema 16 mpaka 18 anasema tusiangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana vile vinavyoonekana ni vya muda tu na vile visivyoonekana ni vya milele. Ndio. Leo hii ukienda kwenye makanisa yao utakuta watu wanatambulikana kwa vyeo vyao. Hivi unakuta kuna kiti cha waziri. Kwa vile anasaligi hapa waziri na kiti chake maalum kikubwa cha tofauti. Ikitokea kaja waziri sijui kiongozi mkubwa kiasi gani, sijui wabunge unao wanapewa viti vyao. Hapo hatuendi kwa ajili. Of course, ninasema wenye heshima wastahili heshima yao. Lakini sio katika kule kuabudu vyeo vya watu, kumheshimu mtu sio kumwabudu. Kabisa. Mstari wa 17. Mstari maarufu sana. Anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mstari unatumika vibaya sana. Watu wanakuambia mtu akishaokoka ndo ni mpya, hatendi tena dhambi. Maanishi hiki. Sasa vingine unatoka na bishana na Biblia yote. Anachotaka kumaanisha ni kwamba kuna kitu kipya kinafanyika. Anasema mtu asipozaliwa mara ya pili, ile roho yangu na roho yako. Ile roho yangu na roho yako inapozaliwa mara ya pili ni roho mpya tofauti na ile ilikuwepo ya awali iliyokuwa imeanguka. Inakuja roho mpya. Sasa kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Lakini leo hii bado tuna miili. Anasema ni mpaka tutakapovua hii itakapo hivi ngoja niulize swali. Mtu akiokoka haweza huwa ndo hafi tena na haendi hata makaburini wakati wa ufika akazeeka au akafa akapata ajali. Hana kufa, si ndio? Sasa katika upya wa Kristo miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vifutike ni mauti. Ni mauti, ni kifo cha mwili hiki.
Mtu akishaokoka mwili ule ule unaenda kuona njaa. Mwili ule ule unaenda kufa vile vile. Na hicho unaweza ukafa vibaya zaidi ukakutana kwa sababu shetani naye yuko kazini. Kwa hiyo tunapata roho mpya. Anasema nami nitawaumbia mioyo. Wakati mwingine neno roho na moyo wanatumia kitu Biblia inaweza kutumia. Nitawapa moyo mpya. Nitawapa moyo. Lakini vile vile hata miili yetu naomba ieleweke. Hata miili yetu Mungu anatutaka tuenende katika upya wa miili yetu, katika upya wa nia zetu. Kwa hiyo kuna kitu kimoja ambacho ni sure ni nini? Ni hakika ni kwamba tuna roho mpya kwa sababu amezaliwa sio kwa mbegu inayoharibika, ni kwa mbegu sio haribika, neno la Mungu la uzima. Petro wa kwanza 1:23. Lakini huu mwili unaendelea kuwa umezaliwa kwa mbegu zinazoharibika. Lakini Biblia inasema huu mwili usiendelee kuitawala tena, dhambi isiendelee kutawala katika maisha yetu. Mtu umeokoka ukiendelea kutembea na walevi wenzio utalewa. Upya utakiwa kufanya pale ni kubadilisha njia, kwamba kama jioni zangu nilikuwa nazifanyia klabu fulani, nitakuwa basi nazifanyia kwenye ibada sehemu fulani, au nitakuwa nazifanyia nyumbani kwangu na familia yangu. Huo ndio upya, ni kwenda katika njia tofauti na ile ya awali, ambayo haikwambii kwamba ndio utakuwa sasa umeshinda dhambi hufanye tena. Hapana. Kama ulipokuwa unakusanyika kwenye kilabu cha pombe ulikuwa unatukana, unaweza bado ukatukania hata nyumbani kwako, hata kama umebadilisha njia. Amen. Niko pamoja na mimi. Kwa hiyo ule upya mkubwa unaongelewa ni roho mpya. Lakini na miili yetu lazima wakati inawezekana tuipitishe katika njia mpya. Tuihimize. Bwana anasema mwili wangu ninaufanya nini? Ninaudhibiti, ninausurubisha. Ili kusudi usije ukaivuta roho yangu, kwa sababu vinavutana vyote viwili. Roho inavuta na mwili unavuta. Sasa kile chenye nguvu ndicho kinachoshinda. Kwa hiyo mwili ukishindwa na nguvu za kiroho, sawa, kiwango cha uharibifu wa mwili na uchafu na nini kinapungua, kwa sababu nguvu ziko nyingi ziko rohoni. Lakini hii roho mpya hii na huu mwili wa zamani, hatima zao ni wapi? Wako pamoja kwenye hii miaka ambayo bado tuko pamoja duniani. Viko pamoja. Lakini hatima yao vinaenda pamoja? Hapana. Mmoja anaenda kwa Mungu Baba mbinguni, mwingine anaoza na kubadilika kwa mavumbi ya awali. Usitegemee kitu ambacho kitakuja kuwa mavumbi kitafanya vitu vyenye kufanana na vya mbinguni hata siku moja, haiwezekani. Lakini tusiruhusu dhambi itawale katika miili yetu. Tushindane na hiyo. Na tunashindana nini? Anasema msiipe miili, do not lugha ya King James, sikumbuki Kiswahili chake anatumia neno gani. Do not give the provision. Usiupe mwili mazingira ya kufanya nini? Ya kuanguka katika dhambi. Ngoja niulize, kuna vitu vinaitwa picha za ngono chafu. Mtu akienda akaziangalia kwa ameokoka, utasema kwa sababu ameokoka hata ziangalia akatamani? Kwa vile tu ameokoka atatamani. Dawa yake upya ni kuto kuzikaribia hizo. Lakini akizikaribia atafanya makosa yale kama kabla hajaokoka. Kwa hiyo naomba hilo neno, huo mstari unataka shida watu wanaotumia wanavyotaka. Na lazima kwenye Biblia nabii wa uongo hawezi kaenda katafuta kitabu. Nabii wa uongo hataenda kutafuta mstari kwenye Qur'ani ili kusudia kuhubiri uongo, atautafuta kwenye Biblia. Tena atatafuta ule mzuri ule. Mstari wa 18 anasema hivi: lakini vyote pia vyatokana
na Mungu aliyotupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Hoja ni ile kwamba tuna huduma ya upatanisho. Wewe mwambie, hivi tunachokifanya hapa, tunajaribu kufanya upatanisho kati yetu na Kristo. Kuna upatanisho wa aina nyingi. Upatanisho mkubwa ni ule wa kiroho, wa kumwamini Yesu Kristo tukapatana naye. Lakini kule kuhubiri, kila siku tunashinda dhambi, tunapambana na dhambi. Ni upatanisho wa miili yetu ili kusudi siendelee kumuudhi Mungu kiasi kikubwa. Kwa hiyo anasema tuna huduma ya upatanisho. Anachomaanisha ni nini? Anachomaanisha ni kwamba mtu anapokuwa amekuwa Mkristo, kuna namna fulani kama kweli tuna shauku, kuna namna fulani tutafanya kazi ya Kristo ya kwa sababu mstari unaofuata, ngoja niunganishe na mstari unaofuata ili kusudi tuweze kuona ule upatanisho ukamilifu. Anayefanya upatanisho ni Kristo mwenyewe. Ni Mungu Baba mwenyewe, lakini anatumia anasema tunakufa pamoja naye, tunatawala pamoja naye. Tunakuwa katika ile kundi la wana wa Mungu. Kwa hiyo tunafanya kazi ya wana wa Mungu ya upatanisho, lakini haiondoi ukweli kwamba mpatanishaji mkuu ni Mungu mwenyewe akiwa ndani ya Kristo. Mstari wa 17 anasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametutia ndani yetu neno la upatanisho. Unaona kwamba kazi ni ya Mungu. Anaitenda ndani ya Kristo, lakini anaiweka katika maisha yetu tuliopatanishwa naye. Unapatanishwa na Mungu, ukisha kuwa mpatanishwaji, umeshapatanishwa, unaenda na wewe kufanya kazi ya kupatanisha wengine na Mungu. Hii naweza nikalinganisha na wale wanaofanya biashara za mitandaoni. Anakuambia unakuwa mteja, unaingia kwa hela, wale wanaofanya wao wanafanya kwa utapeli. Ukisha ingia humo na unaenda kutafuta wateja wengine, ndio usiji na hisa zako zinapanda. Mfano kitu kama hicho. Tunaitwa kwa Kristo, katika nuru ya Kristo. Tukishaitwa katika nuru ya Kristo, na sisi tunakuwa tena ni wenye kuwaita wanadamu. Si vizuri na hakuna faida ya mtu kukua na kumkaribia Kristo halafu baki hivi. Hapana. Kama huna uwezo wa kumpa injili jirani yako na mtu mbali na nini, basi hakikisha wale watu ambao wako ndani ya maisha yako. Kwa wakati mmoja mtu atakuja kuwa mzazi kwa neema ya Mungu. Wale ambao umewazaa, hakikisha kwamba usiwape mzigo watu wengine kuwapeleka kwa Kristo. Wewe mwenyewe uliwata duniani, wafikishe na kwa Kristo mbinguni. Kabisa. Hivi ngoja tuize, kila mzazi angekuwa anampa injili mwanae akamfikisha kwa Kristo, kama naye alivyopewa, hii dunia ingekuwa wapi? Singekuwa yote kwa Kristo? Simple like that. Unapoona watu tunashika Biblia, tunatoka nyumba mpaka nyumba, tunaenda kufanya kazi ambayo walitakiwa wafanye wengine kwenye nyumba zao. Lakini ni jukumu pia tumepewa. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo ni uwanja. Na maana tumia uwanja. Ni uwanja wa upatanisho wa Mungu. Anapitisha ndani ya Kristo na wale waliozaliwa na Kristo ili kusudi aipatanishe dunia na yeye. Kupitia ndani ya Kristo na wale waliozaliwa na Kristo, ambao ni mimi na wewe. Anasema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Hivyo wewe ulize, tawi la mzabibu sio mzabibu lenyewe? Anasema na baba ndiye mkulima. Baba anakuwa anashughulika na ule mzabibu wake na matawi yaliyotokana na ule mzabibu. Yohana mlango wa 15 mstari wa kwanza. Wewe ni mzabibu mdogo, ni tawi la mzabibu. Kazi yako, anasema tena na matunda yanatakiwa yazaliwe kutokea kwenye matawi. Hayatoki kwenye shina.
Kwa hiyo Kristo mwenyewe ukiangalia anafanya kazi katika dunia lakini kupitia vyombo vyake, matawi yake, mimi na wewe. Wewe kombe uwe tawi zuri la Yesu Kristo. Kabisa. Kabisa. Ukianza mwenyewe kuwa tawi zuri kabla hujaweza uzuri wako kuwaambukiza wengine. Maana huwezi kuambukiza kitu ambacho huna. Hatuwezi kuambukiza watu kitu ambacho hatuna. Hoja ya pili na ya mwisho ndio ile ambayo kimsingi ilibeba ujumbe wa leo moja kwa moja inayosema mabarozi. Hiyo hoja hata hiyo upatanisho ni ubarozi. Uwakilishi. Barozi wa Tanzania nchini Kenya kwa mfano jirani wa karibu. Anachokifanya sio kwa biashara zake, sio kwa ratiba zake. Anafanya biashara sawa. Lakini yuko pale kwa maslahi ya Tanzania. Anafanya vitu alivyotumwa na Tanzania. Ni barozi, jina lake ni mwakilishi. Hakwenda pale kuendesha ma-VX peke yake, anayo. Hakwenda pale kwenda saluni kushinda huko saluni za Kenya, Nairobi. Kama ni wakike au wote. Hivyo tutafanya lakini kikubwa ni kuhakikisha taswira ya nchi yake kwenye ile nchi. Tunapokuwa mabarozi wa Kristo tunafanya kazi ya Kristo. Mstari wa 10 na mstari wa 20 anasema hivi. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Neno basi ni kiunganisha. Ilikuwa imetokana na huku nyuma aliposema habari ya nini? Kwamba ametia neno la upatanisho. Kumbuke huu mlango wa 5 ulikuwa na hoja pia ya thawabu wiki iliyopita. Katika vitu vinavyompa Mkristo thawabu mbele za Mungu kabisa ni roho zinazookolewa. Kwa sababu Mungu thawabu zetu tutategemea ni vitu vingapi? Ni vitu vinavyodumu hata uzima wa milele. Maana hata kikombe cha maji ambacho tunaona ni thawabu. Ilikuwa ni mfano wa vitu vidogo kabisa. So kikombe cha maji inaweza hata yani hakidumu hata uzima wa milele. Ingawa tu Kristo anaamua na kilipo kwa sababu ni mwaminifu. Lakini kuna vile vitu vinavyodumu hata uzima wa milele ni roho za wanadamu. Vitu ambavyo Mungu yani hebu jiulize wewe watu watakao kuwa wamekaa kwenye harusi ya mwana kondoo. Paulo naye akiwemo na watu aliowaleta. Ushahidi wake utakuwa unakaa naye pale. Wewe sisi hapa tulipo tumemjua Kristo. Ndiyo lakini ni kwa ubarozi wa watu kama kina Paulo. Walioandika Wakorinto wa pili hii. Na sio kwa nguvu zao, ni Mungu anasema tazama niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari tunatenda kazi pamoja lakini na kutumia wewe kama chombo changu. Wewe ni kama punda, ni kama farasi. Ninaweka neno langu linatembea mpaka kule mbali unalipeleka. Linafanya kazi. Wewe ni nini utampeleka Yesu Kristo? Turudi kwenye ile hoja. Je, kuna angalau watoto uliowapa injili au kawafundisha ucha Mungu na utakatifu? Au uliwafundisha kuvaa uchi? Mstari wa 20 anasema basi tu wajumbe kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Kristo, kana kwamba ni mfano. Neno kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Unaona anasema yani ni it is as if ni kama vile Mungu yuko anaongea lakini anatumia kwa vinywa vyetu sisi. Yaani mfano wake ni kwamba kama hivi ninavyohubiri hapa ni kama ni Kristo ndio anahubiri. Yani chukulia kwamba hiki tu ni kipaza sauti. Definitely siku akija kuhubiri Kristo mwenyewe kutakuwa na ukamilifu ndani ya kuhubiri kwangu kuna mapungufu ya mwanadamu. Lakini Kristo hatafuti wakamilifu. Kristo anatafuta nini? Hakuja kutafuta wenye haki bali walio wagonjwa. Tabibu huwezi kutafuta nataka wale wagonjwa wote kaa mbali. Njoo wale wenye afya nzuri njooni kwa daktari. Si itakuwa haina tamaa. Kwa hiyo hata katika udhaifu wangu
Hata katika udhaifu wako. Kristo ananena na dunia. Yamkini hata kukaa hapo tu peke yako ili neno likasemwa likawafikia kwa wengine ni kazi ya Kristo unaifanya. Kazi ya Kristo. Anasema basi tu wajumbe ni nini? Ni wale watu waliotumwa kwenda kufanya kazi. Ni mjumbe, nimetumwa, ni mwakilishi kwa ajili ya Kristo, kana kwamba kwa mfano as if Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Yaani kama vile anatumia tu, ni Mungu mwenyewe anatumia vinywa. Yaani vinywa vyake ni kichwa chake. Akiamua kifunga hiki. Akiamua kina paralyze kinaangukia kushoto kumbali au kulia. Mstari wa 21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Anasema msingi wa huu upatanisho kuna kitu kililipa. Sio maneno. Kuna gharama. Tunahubiri injili ya wokovu bure. Ni bure tu kwa sababu hakuna mtu alipii, lakini imelipiwa. Anasema ili kusudi uweze kuiondoa dhambi. Ngoja nisome katika King James. Vizuri niweze kuipata. Au kuifafanua kwa milifu wenyewe. Mstari ule wa 20. For he has made him to be sin for us. Anasema pale ambapo sisi, Biblia inasema sisi sio watenda dhambi. Sisi ni dhambi. Miili hii haitendi tu dhambi kwa sababu yenyewe dhambi inakaa, yani ni dhambi yenyewe. Ndicho kinachosema. Yani kwamba ni vitu vimeshikana kiasi kwamba huwezi kuvitenganisha. Kwa hiyo anasema ili kusudi uweze kuvitenganisha lazima mchukue mkamilifu Kristo amfanye hiyo dhambi ili kusudi aweze kuikomboa hiyo dhambi. Lazima uilipe kikamilifu. Who knew no sin, ambaye alikuwa hajui dhambi. Amaanishi kwamba alikuwa hatambui kama kuna dhambi fulani. Alikuwa hajatenda dhambi, haijui kabisa, hajashikana na hiyo dhambi. That we might be made the righteousness of God in him. Ili kusudi kwa Kristo kufanyika dhambi, kufanyika kafara kwa ajili yetu, malipo, ili kusudi tuweze kupata haki kwa ajili yake huyo Kristo. Yaani kama tunabadilishana, anatupa haki yake, tunampa dhambi yetu. Kweli kabisa. Kwa hiyo maneno haya naomba yasiwe yanapaa hewani. Bana, yakae katika mioyo yetu, yatengeneze nia zetu, zae kitu fulani. Hata kikoa kidogo kiasi wewe hata mimi mwenyewe nakuhubiri sio kwamba yanazaa vitu vikubwa sana. Watu wengine wanaweza kajiangalia kasema nimehubiri karibu Biblia, labda sehemu kubwa ya Biblia nimehubiri. Lakini yale mambo yote yanapitia kwenye ufahamu wangu na natakiwa nianze mimi mwenyewe kuyaishi. Lakini nikiangalia nimekamilika kiasi gani ni padogo. Lakini papo lakini si vizuri kabisa kuachilia wasema nitasikia na kutupa. Biblia inasema atakayesikia na kutenda anafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Basi kwa tumeshapa. Mungu mimi nashukuru kwa ajili ya neno hili. Tunaomba lisipotee hewani, bali Mungu ikadumu katika mioyo, ikakae kwa wingi katika mioyo yetu, ikusudika ende kutenda mapenzi yako katika wote watakaolisikia leo na hata siku za baadaye. Mungu tukushukuru Kristo, katika tunakuomba na mbinguni na kupokea yote. Amen.